Gaidi aliyefunzwa na Mossad kuendesha vita vya mitaani aangamizwa na vikosi vya intelijensia vya Iran. Sadek Ashtari, kiongozi wa genge la kigaidi aliyepewa mafunzo na shirika la ujasusi la utawala wa kizayuni wa Israeli Mossad kwa ajili ya kuendesha vita vya mitaani, ameangamizwa katika mapigano na vikosi vya intelijensia vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti, mapigano hayo yamepelekea kukamatwa pia wanachama waliobaki wa kundi hilo la kigaidi. Vyombo kadhaa vya habari vimeripoti kuwa Ashtar, ambaye alipatiwa mafunzo hayo na maafisa wa Mossad huko Erbil, Kurdistan ya Iraq, aliongoza shambulio kwenye kituo cha polisi kwenye eneo la Tehran Paris la mji mkuu Tehran mnamo mwezi uliopita wa Januari. Duru hizo za habari zimebaini kuwa eneo lililolengwa na magaidi hao mapema mwezi Januari ni kituo cha polisi cha 126 kilichoko kwenye eneo la Tehran Paris. Kituo hicho kilishambuliwa na genge hilo la kigaidi likiongozwa na Ashtari wakati wa machafuko ya mwagaji damu yaliyozuka maeneo mbalimbali nchini, ambayo yaliratibiwa na kuungwa mkono na Marekani na utawala wa kizayuni Israeli, lengo likiwa ni kuyageuza maandamano ya amani ya wananchi ya kulalamikia hali ngumu ya kiuchumi kuwa wimbi la machafuko. Hata hivyo, njama hiyo ilikabiliwa papo hapo na vikosi vya intelijensia na vya usalama vya Iran ambavyo viliwazingira vinara wa magenge ya kigaidi na kunasa maficho ya silaha zao, zikiwemo silaha zilizokuwa zimekusudiwa kuingizwa kwenye mji mkuu Tehran. Shaksia kadhaa mashuhuri wa Marekani wamethibitisha wao wenyewe jinsi pande za nje zilivyohusika katika machafuko yaliyozuka Iran, ambapo mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la nchi hiyo CIA Mike Pompeo amekiri hadharani kuhusika kwa Mossad katika machafuko hayo. Maafisa wa Iran wameshasisitiza mara kadhaa kwamba wakati wanaendelea kushughulikia changamoto za kiuchumi za ndani, vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu vya Iran vitatoa jibu kali na madhubuti kwa vitisho vyovyote vilivyopo dhidi ya usalama, mamlaka kujitawala na ardhi ya nchi hiyo. Vile vile, tutazame kwa nini China inatetea haki ya nyuklia ya Iran. China kwa mara nyingine tena imesisitiza juu ya kutetea haki ya nyuklia ya Iran. Liu Bin, naibu waziri wa mambo ya nje wa China, katika mazungumzo yake na Kazem Garibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran anayeshughulikia masuala ya sheria na mahusiano ya kimataifa, na ambaye pia alisafiri nchini China kama mwakilishi maalum wa rais wa Iran, siku ya Alhamisi Februari 5, kwa mara nyingine tena ameunga mkono haki ya Teheran ya kutumia kwa amani nishati ya nyuklia na kusisitiza haja ya kupatiwa swala hilo la ufumbuzi wa kisiasa na kidiplomasia. Katika mazungumzo hayo, Garibabadi pia amepongeza msimamo wa China wa kutoegemea upande wowote na wa haki kuhusu suala la nyuklia la Iran, na akasisitiza hamu ya Teherani ya kudumisha mawasiliano na uratibu endelevu wa Beijing. Uteteaji wa wazi wa China wa haki ya nyuklia ya Iran, hasa katika mwaka huu 2026 na kwa kuzingatia kuongezeka mivutano ya Marekani na Iran kuhusu suala la nyuklia, unapaswa kutathminiwa na kueleweka katika mfumo mpana zaidi wa sera za nje za Beijing. Mfumo huo unachanganya masuala ya kisheria, kijiopolitiki, kiuchumi na ushindani wa kimuundo na nchi za Magharibi. Kwa kawaida, China hujaribu kuwasilisha misimamo yake si kama uungaji mkono wa kisiasa kwa taifa fulani, bali kama uteteaji wa kanuni kuu za mfumo wa kimataifa, kama vile haki ya matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia, ushirikiano wa pande nyingi na kupinga mashinikizo ya upande mmoja. Moja ya sababu kuu na muhimu kwa China ni kusisitiza utawala wa sheria za kutoeneza silaha za nyuklia. Kwa mtazamo wa Beijing, mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT ni kifurushi cha haki na wajibu. Hii ina maana kwamba nchi zinazojitolea kutotengeneza silaha za nyuklia zina haki pia ya kunufaika na teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani. Kwa kutilia maanani swala hilo, China inahoji kuwa kuiwekea vikwazo Irani zaidi ya ahadi zake zinazokubalika ni ukiukwaji wa mwelekeo wa matakwa ya mkataba huo. Kutetea haki ya nyuklia ya Iran katika muktadha huu kwa China ni kutetea mfumo wa sheria za kimataifa ambapo yenyewe pia inanufaika nao. Sababu nyingine ni ushindani wa kijiopolitiki wa China na Marekani na washirika wake wengine wa Magharibi. Katika miaka hivi karibuni, Beijing imezidi kupinga kile inachokiita sera za vikwazo, mashinikizo na uingiliaji wa upande mmoja. Kwa China, kadhia ya nyuklia ya Iran ni mfano wa wazi wa matumizi mabaya ya vikwazo na mifumo ya kisiasa ili kufikia matakwa ya madola ya Magharibi. Kwa hivyo, hatua ya China kutetea Iran inachukuliwa pia kuwa ni ujumbe unaoelekezwa kwa mfumo wa kimataifa unaoongozwa na Marekani kwamba Beijing haiungi mkono siasa za upande mmoja katika utatuzi wa migogoro ya dunia. Jambo la tatu ni masuala ya kiuchumi na nishati. Iran ni miongoni mwa wadau muhimu katika soko la nishati na pia katika mpango wa ukanda mmoja na njia moja. Uthabiti wa Irani na utatuzi wa kidiplomasia wa suala la nyuklia unatoa mwelekeo
na uwezekano wa ushirikiano wa muda mrefu wa kiuchumi kwa China. Kwa mtazamo wa Beijing, mashinikizo ya nyuklia na kiusalama sio tu kwamba yanadhoofisha uthabiti wa eneo, bali pia yanasababisha kuyumba kwa njia za nishati na biashara, suala ambalo linakinzana moja kwa moja na maslahi ya kimkakati ya China. Mwishowe, tunapaswa kusema kwamba kutetea haki ya nyuklia ya Iran, China inajaribu kuimarisha nafasi yake kama nguvu kubwa inayowajibika, na wakati huo mpatanishi mwadilifu. Kwa kawaida, Beijing hupendelea masuluhisho ya kidiplomasia, mazungumzo na kurejea kwa mikataba ya kimataifa, jambo linalofanya mbinu hii kuwavutia wengi mkabala wa siasa za mabavu na za upande mmoja za nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani. Vile vile, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Said Abbas Araghchi ameonya kwamba iwapo Marekani itaishambulia Iran, vituo vya kijeshi vya nchi hiyo katika eneo la Asia Magharibi navyo vitashambuliwa. Anasema, ikiwa Marekani itaishambulia Iran, tutavishambulia vituo vya Marekani kwenye eneo hili kwa sababu ndivyo vinavyoweza kufikiwa. Ameeleza bayana Araghchi alipohojiwa na vyombo vya habari kando ya jukwaa la 17 la Al Jazeera lililofanyika katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Amebainisha wazi kwamba Teherani haitashambulia ardhi ya nchi jirani, bali itashambulia pale tu vilipo vituo vya kijeshi vya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amekumbusha kuwa vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kiislamu vimejiandaa kikamilifu kutoa jibu kali na madhubuti wakati wowote ule kwa hatua yoyote ya kiuadui. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran ameeleza kwamba Jamhuri ya Kiislamu imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba mpango wake wa makombora hauwezi kujadiliwa kwa sababu unahusiana na ulinzi tu, na kwa hiyo hauwezi kufanyiwa mazungumzo yoyote. Vile vile, waziri wa fedha wa Marekani Scott Kenneth amekiri kuwa Washington ilisababisha uhaba wa sarafu ya dola nchi hiyo ndani ya Iran, hatua ambayo ilisababisha kushuka kwa kasi kwa thamani ya sarafu ya Iran ya rial na kuibua mashinikizo ya kiuchumi yaliyochochea machafuko ya Disemba mwaka jana. Kwenye kikao cha baraza la Seneti la Marekani kilichofanyika siku ya Ijumaa, Senator Kat Elizabeth Boyd alimhoji Scott kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali ya rais wa Marekani Donald Trump ili kushadidisha utekelezaji wa kile kinachoitwa sera ya mashinikizo ya juu kabisa dhidi ya Iran. Akijibu swala hilo, waziri huyo wa fedha wa Marekani alisema, tulichofanya ni kusababisha uhaba wa dola ndani ya nchi. Ulitokea haraka na niseme kwamba ulifikia kwenye kilele mnamo mwezi Disemba, wakati moja ya benki kubwa zaidi nchini Iran ilipoanguka. Mnamo Januari 20, waziri huyo wa fedha wa Marekani alisema katika mahojiano kwamba vikwazo vya nchi hiyo vilibuniwa ili kuidhoofisha sarafu ya fedha ya Iran. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.